Utekelezaji wa mradi huu wa TACTIC ulianza katika hatua mbalimbali. Mojawapo ilikuwa ni ya kuibua miradi, na hili swala lilifanyika mwaka 2020, mwaka 2021, na kisha sasa tukafuatia na usanifu wa kundi la kwanza, yani tier 1, ambao ulifanyika mwaka 2021, mwaka 2022. Na utekelezaji sasa kwa kundi la kwanza ikiwepo mji wa Geita ulianza mwezi Septemba mwaka 2023 kwa ile package ya kwanza ya barabara. Na package hizi ambazo zinafuata nitazielezea kwa sababu ni package ya pili ambayo ndio tunaanza utekelezaji wake sasa. Lakini kwa package ile ya kwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri ya Geita ilianza kutekeleza mradi huu kama nilivyokwisha kusema mwaka 2023 kwa mkataba wa jumla shilingi za Tanzania bilioni 22,232,794,212, ambapo jumla kilomita 17 za barabara zinajengwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa leo tutasaini mkataba wa ujenzi wa stendi ya mabasi ya hapa Geita, na mkandarasi aliyeshinda zabuni hii anaitwa Seotech Engineering Company Limited, ambayo imeungana na kampuni ya AMJ Global Multi Contractors kwa jumla ya gharama ya bilioni za Tanzania shilingi bilioni 19,171,601,500. Shukuru sana Mheshimiwa Waziri, kwanza kwa kukubali kushiriki na sisi kwenye tukio hili muhimu sana. Najua ni dharura ambayo wewe utaieleza vizuri, lakini alikuwa amekubali kushiriki na sisi mpaka jana, na sisi tulikuwa tumejiandaa vizuri kama ulivyoona kulifanya zoezi hili liwe na heshima kubwa kama ambavyo ofisi ya Rais TAMISEMI inastahili kupewa heshima. Naomba tumpigie makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijasema machache kuhusu tukio hili la utiaji saini, naomba nitumie nafasi hii kumshukuru sana pia Mheshimiwa Waziri. Alikuwepo wakati wa maonesho ya madini, na moja ya jambo kubwa kama wananchi wa Geita waliomba ni wawakilishe ilikuwa ni kugeuza Geita kuipa hadhi ya kuwa manispaa, na aliahidi, na baada ya miezi michache baadaye tulipata hadhi ya Geita kuwa manispaa, ambayo sasa naweza kusema kwamba tuko kwenye Geita manispaa. Sasa mahitaji ya manispaa kwa kweli ni pamoja na uwepo wa miundombinu ya kisasa ambayo ni pamoja na stendi, pamoja na barabara, pamoja na ofisi zingine za huduma za serikali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu maeneo mengine yote kama alivyoimba rafiki yangu Poto, Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka minne ametupa kila aina ya hitaji tuliloliomba kuifanya Geita kustahili kuwa manispaa. Tulikuwa na vikwazo huko nyuma, kwa sababu ili uwe manispaa lazima uwe na huduma zinazofanana na manispaa, lakini pia uwe na miundombinu inayofanana, lakini pia uwe na mapato, lakini mji wako umepangwa. Tulijitahidi sana kwa kupitia msaada wake na watendaji mbalimbali kufikia malengo. Nilikuwa napambana sana kuhakikisha kwamba jambo hili la stendi, ninashuhudia utiaji saini nikiwa bado mbunge. CCM oye! Ninyi mnajua maisha ya ubunge yamebakiza siku 21, na baada ya hapo tutaingia kwenye kinyang'anyiro. Sasa kwanza niwatoe wasiwasi kwa wale wasomaji wazuri wa Biblia. Ukisoma Mathayo 13:30 inasema, viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno, na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao wakusanye ya kwanza magugu, miyafunge pembeni, alafu miyachome moto, alafu ngano mtaikusanya na kuweka ghalani. Kwa hiyo niwatoe wasiwasi.
niwaondoe wasiwasi kabisa kwamba wakati napambana kuhakikisha kwamba natia saini nikiwa mbunge, ninajua huku chini kuna moto unawaka, na moto huo ndo magugu hayo yanayokuwa pamoja na ngano. Lakini najua wakati wa mavuno wanaovuna watachukua ngano yake pembeni na magugu watachoma moto. CCM oye! Geita Manispaa oye! Kwa hiyo nimepambana sana kuhakikisha kwamba tunaweka sahihi nikiwa mbunge, na moja ya sababu ni kwamba jambo hili mimi ni muasisi. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya TAMISEMI anajua kila kikao cha TAMISEMI kilipokaa nilikwenda kumwambia waziri, tuna mambo matatu makubwa ambayo Geita mjini yanatusumbua, na moja ya jambo hili ilikuwa ni stendi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, baada ya kumpelekea maombi aliridhia. Kwa hiyo kipande cha msitu wa Usindakwe kikaondolewa kwenye hifadhi. Kwa hiyo natamani sana Mheshimiwa mgeni rasmi watu wafahamu kwamba kuchelewa kwa stendi kumetokana na kubadilishwa kwa eneo la ujenzi, lakini pia na taratibu za kufikia maeneo hayo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatia saini leo. Na mimi nataka niseme tena bila kificho kwamba kila mtu wa Geita anayo furaha kubwa kuona kwamba tumepata mkandarasi ambaye anakuja kufanya kazi yetu. Niliwaambia wenzangu kwamba ninatamani mkandarasi wa stendi asiwe kama mkandarasi wa barabara. Tulimpokea mkandarasi wa barabara kwa mbwembwe, na kwa kweli ametuangusha. Barabara hizi zimekamilika tangu mwezi wa 4 kwa 100%, na tunatamani sana zitumike mbinu za aina zozote zinazojulikana ili akamilishe kazi hiyo, kwa sababu sisi Geita tunahitaji barabara zetu zikamilike. Kwa hiyo natamani mkandarasi huyu ambaye nimejaribu kupitia profile yake, nimeona ana uwezo mkubwa na anaweza kufanya kazi hii katika muda ambao umekusudiwa. Mheshimiwa Kanyaso amekuwa akisema sana, naomba nishiriki na mimi nione angalau namna ambavyo bila amekuwa akilisema linaendeleaje kwenye upande wake. Na nimekuja hapa kiukweli nimefarijika sana, kwa sababu nimeona kweli kwamba kazi kubwa imefanyika na nyinyi ni mashahidi, na kweli leo tunakwenda kutia sahihi ni juhudi za Mheshimiwa mbunge huyu. Kiukweli Mungu atakubariki, na naamini watu wa Geita hawatakuacha hivi hivi, watakwenda kukumbuka hata kupitia hii stendi peke yake na haya mambo mengine matatu yote kwa jumla unayosema. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mgeni rasmi wa siku hii ya leo, Mheshimiwa wananchi, lengo la shughuli kubwa inayofanywa na wenzetu hawa kama ambavyo wamekuwa wakisema kwenye maeneo mbalimbali ni kuboresha usimamizi na ukuaji wa miji pamoja na kuwezesha halmashauri za miji na majiji kutoa huduma bora kwa wananchi. Wenzetu hawa wa TACTIC, wenzetu hawa ambao wanasimamia miradi ya TACTIC kwa maana TAMISEMI kupitia kiongozi wao aliyekaa hapa mbele, wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana maeneo mbalimbali. Na miradi hii mnayoiona ni dhamira ya Mheshimiwa Rais na maelekezo yake kwamba majiji 5, manispaa 16 pamoja na miji 24 itekelezwe kwa wakati kwa namna ilivyopangwa ndani ya miaka hiyo iliyopangwa, ili angalau wananchi waweze kunufaika. Mheshimiwa Mchengerwa alipaswa kuwa nasi hapa, lakini ana majukumu makubwa na mazito, na ndio maana mnaona itifaki yote muhimu ya TAMISEMI imekamilika. Mmeona hapa tuna ugeni pia wa kamati ya bunge iko hapa, ni kwa sababu ya uzito wa tukio hili, lakini yuko nje kwa majukumu ya kiserikali, ameshindwa kuwepo. Aliyepo ni nani? Aliyepo leo ni Hashim Abdalla Komba, mkuu wa wilaya ya Geita, kwa niaba ya viongozi hawa ambao nimekwisha wataja hapo mwanzo. Lakini yawezekana ilimpendeza Mungu hili litimie, na mimi kuwawakilisha viongozi wetu, kumwakilisha Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Martin Ruben Shigela pamoja na ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa kwenye kushuhudia tukio hili la utiaji wa saini wa mkataba huu mkubwa wa ujenzi wa stendi ya kisasa katika manispaa yetu ya Geita. Tumepewa wenyewe hapa, leo limetuangukia, tushuhudie wenyewe, tusimamie wenyewe, na tuianze safari pamoja ya kuhakikisha mkandarasi anatimiza yaliyoko ndani ya mkataba. Hii ni sawa na kwamba mchawi mpe mtoto akulele. Leo tumepewa wenyewe, tumesimamia wenyewe. Nataka niwaahidi wana Geita, mwanzo wa hotuba yangu, kwa niaba ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan,
kwa niaba ya Waziri Wento Achi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mtukazi, Mheshimiwa Mohamed Omari Mchengerwa, kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Martin Ruben Shigela, kiongozi hodari, makini na shupavu na mfuatiliaji, kwa niaba ya viongozi hao tutasimamia kikamilifu mradi huu uanze kutekelezwa kwa wakati, ukamilike kwa wakati. Kwa hiyo kutokana na maandalizi ambayo tumeyafanya kwa maana planning ya mradi mzima, alafu na maandalizi ya mitambo ambayo tuko nayo kwa ajili ya specific kwa ajili ya mradi huu, tuna uhakika kabisa tutakuwa na kwazo wote ule na mradi utaweza kufanyika kwa wakati.